Jamani, polisi wanatupiga mabomu ya machozi, lingine hilo. Jesus Christ. Samia Suluhu alituma polisi wa kihuni kuwashambulia wanawake wasio na hatia. Hujambo na karibu. Mji wa Msoma uliamka na hali ya taharuki siku iliyopaswa kuwa ya sherehe kwa wanawake duniani kote iligeuka kuwa tukio la sintofahamu, na badala ya nyimbo za maadhimisho na ujumbe wa matumaini, anga ya jiji hilo ilijaa moshi wa mabomu ya machozi na vurugu zilizozua maswali mengi katika uwanja wa siasa na haki za kiraia nchini Tanzania. Mabomu ya machozi. Siku iliyoadhimishwa kimataifa kama International Women's Day, siku maalum ya kutambua mchango wa wanawake katika jamii, uchumi na siasa. Lakini katika mji wa Msoma mkoani Mara, siku hiyo ilichukua sura tofauti kabisa. Wanawake wa Baraza la Wanawake wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo maarufu kama Chadema walikuwa wamepanga kufanya maadhimisho yao kama sehemu ya kuungana na wanawake wengine duniani. Maadhimisho hayo yalitarajiwa kufanyika katika uwanja uliokuwa wameupanga mapema mjini Msoma. Hata hivyo, kabla hata tukio hilo kuanza, mpango huu ulipata kikwazo kikubwa. Jeshi la polisi mkoa wa Mara lilikuwa tayari limetoa tahadhari kwa viongozi wa BAWACHA kusitisha mpango huo wa maadhimisho. Tahadhari hiyo ilitolewa siku chache kabla ya tarehe ya tukio, na sababu iliyotolewa ilikuwa uwepo wa amri ya mahakama inayozuia shughuli za kisiasa hadi shauri la msingi litakapomalizika. Amri hiyo ilimaanisha kuwa mkusanyiko uliohusishwa na vyama vya siasa ingeweza kukiuka maelekezo ya kisheria yaliyokuwa yametolewa. Lakini licha hali hiyo, wanawake waliokuwa wamepanga kushiriki maadhimisho hayo walifika mjini Msoma. Baadhi yao walikuwa maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mara. Wengine walikuwa wanachama wa vyama vya siasa, wengine walikuwa wanaharakati wa haki za wanawake, na wengine walikuwa wananchi waliotaka kushiriki tu katika siku ya wanawake duniani. Baada ya kuzuiwa kutumia uwanja waliokuwa wamepanga kwa maadhimisho yao, mkusanyiko huu ulihamia katika eneo jingine. Wanawake hao walielekea katika kanisa la Roman Catholic Mwembeni, na ndani ya kanisa hilo walishiriki ibada ya sala. Ibada iliyokuwa na lengo la kuadhimisha siku ya wanawake kwa njia ya kiroho. Kwa muda hali ilionekana kuwa tulivu, lakini hali hiyo haikudumu kwa muda mrefu. Baada ya ibada kumalizika na waumini kuanza kutoka nje ya kanisa, hali ilibadilika ghafla. Mashuhuda waliokuwa katika eneo hilo walieleza kuwa polisi walianza kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya watu waliokuwa wakitoka kanisani, na katika muda mfupi eneo la karibu na kanisa hilo lilijaa moshi mzito wa mabomu ya machozi. Watu walikimbia huku na kule wakitafuta usalama. Wanawake waliokuwa wamekusanyika kwa ajili ya maadhimisho walionekana wakitawanyika mitaani. Mabomu ya machozi. Baadhi yao walikimbia kuelekea katika mitaa ya karibu, wengine walijificha ndani ya maduka na majengo ya jirani. Na katika vurugu hizo, mashuhuda walieleza kuwa baadhi ya wanawake walikamatwa na polisi. Wengine walidai kuwa kulikuwa pia na matumizi ya nguvu za virungu wakati wa kuwatawanya watu waliokuwa wakiondoka kanisani. Matukio hayo yameibua mjadala mpana kuhusu namna matukio ya kisiasa na haki za mikusanyiko yanavyosimamiwa nchini Tanzania. Kwa upande wa polisi, hoja kuu iliyotolewa hapo awali ilikuwa utekelezaji wa amri ya mahakama iliyokuwa ikizuia shughuli za kisiasa. Amri kama hizo mara nyingi hutolewa pale ambapo kuna kesi zinazoendelea mahakamani zinazohusiana na vyama vya siasa au shughuli zao. Na katika hali kama hiyo, taasisi za usalama huwa na jukumu la kuhakikisha kuwa maelekezo ya kisheria yanazingatiwa.
Lakini kwa upande mwingine, tukio la Msoma limeibua maswali mengine muhimu. Maswali kuhusu mipaka kati ya mikusanyiko ya kisiasa na mikusanyiko ya kijamii. Na kwa sababu siku ya wanawake duniani ni tukio la kimataifa linaloadhimishwa na taasisi mbalimbali, basi serikali, mashirika ya kiraia pamoja na vyama vya siasa. Kwa hiyo mjadala unaoibuka sasa ni kama maadhimisho hayo yalipaswa kutafsiriwa kama tukio la kisiasa au tukio la kijamii. Kwa wachambuzi wa siasa na haki za kiraia, hilo ni swali muhimu sana, kwa sababu tafsiri ya aina hiyo tukio inaweza kuathiri namna mamlaka zinavyoshughulikia mikusanyiko kama hiyo. Na katika miaka hivi karibuni, masuala ya mikusanyiko ya kisiasa nchini Tanzania yamekuwa yakijadiliwa kwa kina, na vyama vya siasa, wanaharakati wa kiraia pamoja na taasisi za serikali wamekuwa wakitoa mitazamo tofauti kuhusu namna mikusanyiko hiyo inavyopaswa kusimamiwa. Na kwa upande wa vyama vya upinzani, mara nyingi kumekuwa na madai ya kuwepo kwa vikwazo katika kufanya mikutano ya shughuli za kisiasa. Kwa upande wa mamlaka za usalama, hoja kuu imekuwa umuhimu wa kulinda utulivu na kuzingatia sheria zilizopo. Tukio la Msoma linaonekana kuingia moja kwa moja katika mjadala huo mpana, na kwa sababu linagusa masuala matatu makubwa kwa wakati mmoja. Kwa suala la haki ya kukusanyika, pili, suala la utekelezaji wa amri za mahakama, na tatu, suala la maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Na katika muktadha wa kijamii, siku ya wanawake duniani imekuwa jukwaa muhimu kwa wanawake kueleza changamoto zao na mafanikio yao. Ni siku inayotumika kuzungumzia usawa wa kijinsia. Ni siku inayotumika kuhamasisha wanawake kushiriki katika uongozi wa maamuzi ya jamii, na ni siku inayotumika kuonyesha mshikamano wa wanawake duniani kote. Kwa hiyo tukio lililotokea Msoma linagusa sura mpya katika namna maadhimisho yalivyofanyika nchini Tanzania mwaka huu. Na kwa upande wa kisiasa, tukio hilo pia linaweza kuwa na athari katika mjadala wa kitaifa kuhusu demokrasia na haki za kiraia. Na kwa sababu matukio yaliyohusisha mikusanyiko ya kisiasa mara nyingi huwa na athari kubwa katika taswira ya kisiasa nchini, kwa sasa bado kuna maswali mengi ambayo hayajajibiwa kikamilifu kuhusu tukio hilo. Ni watu wangapi walikamatwa? Ni nini hasa kilitokea wakati watu walipokuwa wakitoka kanisani? Na ni hatua gani zitachukuliwa baada ya tukio hilo? Vyombo vya habari vimeendelea kufuatilia kwa karibu taarifa kutoka kwa Jeshi la Polisi Tanzania ili kupata maelekezo ya kina zaidi kuhusu kilichotokea. Na kadri maelezo zaidi yanavyojitokeza, picha kamili ya tukio hilo itaweza kueleweka vizuri zaidi. Lakini kwa sasa tukio la Msoma tayari limeacha alama kubwa katika maadhimisho ya siku ya wanawake mwaka 2026 nchini Tanzania. Ni siku iliyokusudiwa kuwa ya umoja wa matumaini, na imegeuka kuwa tukio linaloibua maswali mazito kuhusu haki za mikusanyiko, usalama wa wananchi na mwelekeo wa siasa za taifa. Na katika ulimwengu wa demokrasia, matukio kama haya huwa sehemu ya mjadala mpana na uhusiano kati ya sheria, usalama wa uhuru wa raia. Na kadri taifa linavyoendelea kujenga mifumo yake ya kisiasa na kijamii, basi maswali haya yataendelea kuulizwa, kwa sababu katika jamii inayojengwa juu ya misingi ya sheria na haki, kila tukio linaacha funzo, na kila funzo linaweza kuwa hatua muhimu katika safari ndefu ya demokrasia. Na mwisho wa yote, tukio la Msoma linabaki kuwa ukumbusho mmoja muhimu kwamba hata katika siku inayoadhimisha nguvu na sauti ya wanawake duniani, sauti hizo bado zinaweza kukutana na changamoto zinazohitaji majibu ya wazi, na majibu hayo ndio yatakayounda sura ya mjadala wa haki, demokrasia na utawala wa sheria katika siku zijazo. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, chaneli yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kugeuza wala kupindisha. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa taarifa za kina.